kutetea. Sasa hii ni bajeti. Bajeti ni mapato na matumizi. Hoja yangu ya mwisho, naomba nishauri, na najua wako watafurahia kimoyo moyo, wako wataonibeza, lakini ni maoni. Liko zao ambalo mimi nataka nishauri kuliko kubanana. Hebu tuangalie chanzo hiki kipya cha mapato. Tumeona, na ninampongeza sana kaka yangu Aretas James Limo kwa kazi kubwa anayoifanya katika kupambana na madawa kulevya. Lakini niliona kuna boti Bagamoyo imebeba jani linaitwa Shajaratul Fikra. Kuna wenzangu Mombasa kule wanaita Shajaratul Fikra, wengine wanaita kati, wengine wanaita miraa, wengine wanaita mirungi. Nikaenda kufanya tafiti. Kama yale amekamata gizani, yaliyokamatwa ni mingapi? Ina maana tunamfaidisha jirani bila sisi kujua. Ana soko kubwa na anapata hela kupitia sisi. Nikaenda kujifunza zao hili la kati, na leo nashukuru wageni wa Kisomali walikuwepo. Ndio soko kubwa. Serikali ya Somalia inakusanya mapato zaidi ya dola milioni 8 kwa mwaka kutokana na biashara ya mirungi. Kenya inaingiza dola milioni 300 tena kwa zile nchi ambazo ziko wazi. Tanzania tuhesabiki kwa sababu sisi tunaletewa gizani. Lakini dunia nzima mzunguko wa zaidi ya bilioni 3 dola kwenye zao hili la mirungi. Na huko nyuma nimeulizia Tanzania ilikuwa inaruhusiwa. Sasa mimi sina ushahidi na kinga ya bunge inilinge. Nasikia kuna kiongozi fulani alikuwa na rafiki anatumia. Sasa ile starehe nilipofuatilia la wastaarabu hawapendi bugudha. Hawezi kusikia mwenyekiti taarifa kapigana. Mheshimiwa, naomba nimalize. Malizia muda wako. Vitu vya msingi vinaongea vya kushauri. Sio mwenyekiti taarifa. Ile biashara huwezi kusikia mtu kamrushia chupa na kula mirungi. Wastaarabu. Sasa ule rafiki yake akawa anamchelewesha muda wa kuonana naye. Kwa hiyo tunaomba Hansard zituonyeshe, sio dhambi. Tujue lile bunge lilotunga sheria walitumia vigezo vipi. Leo ukiangalia madhara inasema mirungi inasababisha kansa. Twendeni Ocean Road. Kati ya sigara ambayo la tumbaku na mirungi, wapi wagonjwa wengi wanaosababishwa kansa? Twendeni tukajifunze. Wanasema mirungi inasababisha social dependence. Tuulize zile pombe kali zinazolishwa huko Babati, Sungura na kadhalika, zipi ambazo zinaharibu vijana wetu? Ni mirungi ama hizo pombe? Mheshimiwa Mariam, umeeleweka, lakini hilo liko nje ya uwezo wa Mheshimiwa Waziri. Inabidi irudi kwenye sheria, kwa hiyo umeeleweka, tunaomba. Ndio maana naomba nimalizie, Mheshimiwa Mwenyekiti. Sheria zinaletwa kwa miswada. Nadhani serikali, mimi sio mwanasheria, ndio maana tunashauri, na yeye anao watafiti. Nadhani ana vyombo vingi ambazo wanaweza kwenda kufuatilia. Kwa hiyo twende tukajiridhishe kwamba kweli madhara ama hizo elements za uleviaji ndani ya mirungi na kwa vitu vingi. Leo wanasema mirungi inaleta madhara kiafya. Niwaulize, energy drink na mirungi ipi ambayo inaleta madhara zaidi kiafya? Muda umefika tutafakari, kwa sababu zao hili linaleta mapato mengi. Na pia nimefuatilia, Kenya inapeleka Djibouti, Kenya inapeleka Somalia, Kenya inapeleka mirungi mpaka Israeli, Yerusalemu. Mirungi inapelekwa kama zao la biashara katika nchi hiyo. Baada ya kusema hayo, mimi naempenda kumalizia kwa kumpa sifa sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa. Lakini Comrade Chongolo, ama hakika Mheshimiwa Rais hajakosea kukuleta wewe. Kwanza ni muumini wa kilimo, na kumbuka hata uanzishwaji wa benki ya ushirika, moja ya mafanikio makubwa ndani ya wizara yako, wewe ndio mwanahisa wa kwanza kununua hisa kati ya benki hiyo. Ulikuwa katibu mkuu ambaye unaenda kufanya ziara ya kichama, lakini unakagua miradi ya kilimo. Kwa hiyo mzigo umepewa mtu sahihi. Mheshimiwa Mariam, unawanyima fursa wengine, muda umepita sana.